Yes, ya mjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuzifuata habari zetu mbichi za kila siku na kila wakati mkiwa mbali na karibu, tunawasalimia. Wale mnaotufuata mkiwa Marekani, Ulaya na Afrika, salamu zetu ziwafikie kabisa. Tunawatakia tena asubuhi njema ya siku ya leo samedi 25 Avril 2026. Na tunawakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za asubuhi ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya kiusalama mashariki mwa nchi ya Kongo, jimboni Kivu Kusini na Kaskazini. Ni habari ambapo tutawaambia pia taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Mnaoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayowaletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo, na mimi ndani ya studio ni mwenye mbichi Bauma kwa ajili ya kudondosha habari kabisa kamili za asubuhi ya leo. Tunawasihi kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa naendelea kuzipata taarifa zetu zote kwa wakati. Vile vile kukomante na kuzilike taarifa hizi pia na kuzisambaza, yani kuzipartager mu magrupe ya WhatsApp ziwafikie wengi. Msisahau kujiunga na grupe yetu ya WhatsApp ambapo mtakuwa mkizipata habari zetu zote kwa wakati za asubuhi, mchana na magharibi. Namna ya kujiunga nasi, gusa hapo kwenye titre, pale chini ya titre mu description utapata linki ya grupe yetu. Uguse kwenye linki hiyo ujiunge, bila shaka utakuwa ukizipata habari zetu zote kwa wakati na utakuwa ukifahamu yote yanayoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo. Habari zetu za asubuhi ya leo tutawaambia kuhusu waopoza wa Kongo ambao waisha simama kabisa na kupingana na gouvernement katika mambo mengi, hususan kuhusu changement ya constitution na kuilaani gouvernement ya Kongo kuwa haina uwezo kabisa wa kuiongoza Kongo kwa sababu depuis kamate uongozi. Nasema gouvernement Felix Tshisekedi, opposition nasema kwamba hawana uwezo hata wa kupiganisha pauvreté na krize ambazo zinapiga wakongomani. Haya yalisemwa na Jean-Marc Kabundi. Jean-Marc Kabundi mnamjua sana, huyo ni mojawapo wa opoza kabisa wakuu wa Kongo, ana parti politike yake. Jean-Marc Kabundi akiwa Kinshasa siku ya jana mbele ya wanamemba wa parti politike yake, alitangaza mambo mengi kuhusu gouvernement ya leo ya Felix Tshisekedi, ambapo alikuwa akishutumu kwa mambo mengi tena tofauti. Kwa kwanza, Jean-Marc Kabundi alisema ya kwamba gouvernement ya Kongo iko na uongozi mbaya kwa sababu hata umaskini, pauvreté ambayo wakongomani wanapitia na pia krize ambayo pei yote inaipitia inatokana na uongozi ambao kabisa ni mbaya wa Felix Tshisekedi. Nasema kwamba Kongo kabisa iko très riche, iko na mali, Kongo iko na kila kitu cha kuifanya iwe nchi ambayo kabisa haina pauvreté, haina umaskini. Kutokana na mauvaise gouvernance, yani uongozi mbaya, yote yanabakia mu mikono ya hao viongozi bila kutafuta kama wakaaji wa Kongo wanaweza wakatoka kabisa mwile pauvreté wanayokutana nayo. Nashutumu kabisa gouvernement ya Felix Tshisekedi kwa kuwa haina ile uwezo. Anasema kwamba gouvernement yote inakula haijali na wakongomani. Aliendelea kusema mambo mengi. Video iko pale mtaifuata, niko nasema kwa machache aliyo ya tangaza ipo video mtaifuata. Jean-Marc Kabundi alisema pia ya kwamba Kinshasa ndio yenye inakuwaka Kinshasa ndio yenye haifanyake cessez le feu couvre. Alisema ya kwamba Kinshasa ndio yenye inaendeleaka kabisa kutoheshimu haki za kibinadamu katika vita vinavyoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo, ikibombarde maeneo ya wakaaji bila kujali wakaaji wanaoishi hapo. Akaendelea akasema ya kwamba hii gouvernement ya leo kabisa inapenda iendelee kuongoza Kongo wakati hawataitika, kwa sababu waone ya kwamba hii gouvernement inafaa kuongoza nchi ya Kongo. Jean-Marc Kabundi alirejelea kuhusu mambo ya kuchanger constitution, akasema ya kwamba opposition waopoza wote
hawataitika kabisa constitution iguswe. Alisema kwamba constitution ama revision ya constitution ama changement ya constitution haitakuwaka opposition itaresistake kuhusu hayo, na wako determine kabisa wakati wowote ambapo President Felix Tshisekedi na gouvernement yake watakapo taka kugusa constitution, opposition watagombanaka, donc gouvernement haitachanjake constitution. Anasema haya akisema kwamba wanachokitaka ni kumpa President Felix Tshisekedi 3e mandat na hata na ingine, wakati opposition haipendi hayo kabisa, ikiona kwamba gouvernement ya sasa haiwezi ikaendelea kuiongoza Kongo kwa sababu wao ndio wenye hawana ile uwezo kuendelea kuongoza Kongo, ni kuendelea kabisa kukula tu, wakati hawapendi maendeleo ya wakongomani. Ile ni opposition ambayo ilikuwa ikisema hayo kupitia Jean-Marc Kabundi. Jean-Marc Kabundi aliendelea kabisa kusema mengi kuhusu gouvernement Felix Tshisekedi. Video ndio hiyo pale, muifuate tuendelee baadaye. En français, pour expliquer la Chine. Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. Ça voudrait dire que la Guinée-Bissau, mon cannabis est en guerre, tu es en guerre. Tu es en état d'urgence, tu es en état d'urgence. Et comment tu peux réviser la constitution, n'est-ce là, il a dit le nom. Révision est cause à la terre. Les amis constitutionnels, mais constitution. Et le but, na contexte à Congo ya lelo, à Koki Kosala yango. Parole va le but changement. Mais changement ezali na constitution. Koki Kolomela yango. Et je vous assure, à Kosala yango. Parce que l'Assemblée pour ignorer l'histoire de mboka na biso. On a nini constitution oyo et salement. Les lois, quand ici na miko ba congolais, pas kanenge na zako et bisabino. Bakotama na lukuta, bakola na lukuta, bakokufa na lukuta. Constitution oyo ezali ya ba Rwandais. Mais si ba Congolais que constitution oyo mukasala yango ezali Paul Kagame. Obayinisa constitution pour peuple abo ya constitution na ye. Ezali kwa kisabino que constitution ezali ya ba Congolais. Ba Congolais bakasala yango. Ezali constitution ya Rwanda te. Kolobani nako rappeler bango lisusu boye makabu oyo ezali kosalema na Congo Brazzaville, oyo ba Brazzaville bazali kovivre lelo, oyo ezali kosalema na Cameroun, na Centrafrique, na Côte d'Ivoire, biso tosi tomona yango. Eloko asika ekoya lisusu oyo tomona ezali te. Komona 32 ans de dictature na mboko. Olobi muke bazio kokonga. Komona ndenge mobutu akomata na ponga bi ko terroriser ba kinyoso. Suka akenda. Mais histoire na zote terapino lelo ne sala que nos constitution. Parce que l'exposé des motifs de la constitution.
Nadhani kwamba ile video umeifuata be na umesikia yale ambayo alikuwa akiyasema. Wale ni opposants ambao waishaanza kupingana na gouvernement ya leo kuhusu changement ya constitution, wakishutumu mambo mengi, wakionyesha kwamba gouvernement haitageuzaka kabisa katiba, donc watapiganaka juu chini. Me gouvernement ya leo inapaswa kuisha na mwaka wa mwisho wa 2028. Eske haya yatawezekana? Haya ginsi tuko na biona itakuwaka tena vurugu sana, kutokana na ginsi gouvernement ya leo nayo iko napigana ili changer constitution. Opposition inasimama. Sasa wakati siku zitakapofika za kusema no tutachange constitution, opposition itaingilia kati iwe vurugu. Na kitu ambacho naweza na nikawaambia ndugu yangu ni ya kwamba gouvernement ya leo ya Felix Tshisekedi hayo kabisa hayawashtui. Acha niseme vile wao wanaendelea kuandaa mambo yao na kuyafanya kabisa, wa kuresiste yeyote ana bahati. Acha niseme haya, ana bahati mlionaka wenyewe vilikuwa vikifanyika depuis zamani. Wewe tu uanze pingana nao kwa mambo yenye wako napenda wafanye, ni kufungwa. Mnajua waopoza wengi wanafungwa na si waopoza tu. Donc viongozi tofauti nao majenerali FARDC wanafungwa leo kutokana na kutokubaliana na gouvernement ya leo kwa mambo ambayo wanataka. Sasa wanasikia ke Felix Tshisekedi na gouvernement yake wao wanachokitaka kitafanyika. Opposition kusimama na kupingana hawana bahati, akose wale ambao wako nje ya nchi, wale ambao wako ndani kabisa, na wale wenye wako nje ya nchi hawatafanya kitu. Ni kusema tume kutakuwaka resistance yoyote kuhusu hayo. Jinsi navionaka President Felix Tshisekedi na gouvernement yake wenyewe shakapanga watabifanyaka, na wote kabisa watakaoingilia kati na sema kuwa hawana bahati kutokana na jinsi gouvernement ya leo ninaionaka. Tuendelee na habari zetu kama kawaida. Tumewaletea habari mingi. Taarifa zetu tuwaambie kuhusu General Sikatenda. Huyu general alikufaka, nadhani kwamba hizo habari tuliziwaambiaka. Alikufaka akiwa mprison, alikuwa kanishaka fungwa na gouvernement ya leo ya Kongo, gouvernement ya Felix Tshisekedi. Huyu General Sikatende baada ya mwaka na amekufa kwa sababu alikufaka mu 2025. Akaendelea kubakia kabisa kwa hospitali bila kuzikwa, na le 4 plutôt le 24 siku ya jana njo alikuwa enterré, njo alizikwa. Sasa wakati wa kuzikwa kwake, kilichoshangaza watu ni ya kwamba hakukuwa kabisa honoration yoyote ya kuonesha ya kwamba yeye alikuwa mwanajeshi kabisa. Donc wakati wa enterrement yake kulikuwa tu wa civile, hakukuwa wanajeshi ambao walikuja kumzika kama mtu ambaye alikuwa vraiment mwanajeshi wa FARDC. Hayo yalizua maswali mengi na kujiuliza ni kwa nini generale ambaye deja iko na ile poste ama ile rank ya generale anaweza akazikwa vile. Inaweza kuwa ni problemi gani paka pale ambapo wakati wa enterrement yake hakutakuwa kabisa hata kuonekana kwa wanajeshi wakimpa kabisa heshima kwamba alikuwa kama mwanajeshi. Hayo maswali jibu ninayo kidogo kuhusu hayo ni ya kwamba huyu Sikatende Shabani generale ambaye alikufa kabisa na akawa alizikwa jana. Mnakumbuka ya kwamba yeye alikuwa deja amefungwa kutokana kutokana na kushutumiwa. Alikuwa akishutumiwa kuwa anakuwa en collaboration na AFC M23. Nadhani kwamba mnajua mengi kuhusu hayo, tuliwaambiaka haya sana. Yeye alikuwa alikamatwa akistakiwa kuwa anakuwa en collaboration na AFC M23, na kufunga kwake ilikuwa kama ya usaliti, kama mtu ambaye sasa alikuwa msaliti wa pei, kafa
kupitia prison pale kwenye alikuwa akafia pale mu prison wakati alifungwaka na ni msaliti. Mnasikia ki gouvernement deja na FARDC walikuwa na waishaka mutupilia mbali, donc walikuwa tena hawana uhusiano naye kwa sababu alikuwa deja yeye ni msaliti. Zani kwamba tuko na indana 5 kwa 5 kutokana sasa na kuwa yeye alikuwa deja ni msaliti mbele ya gouvernement ya Kongo na FARDC, ndiyo maana alikuwa enterré kama mtu wa kawaida, hakukuwa kabisa hakukuwa nitasema donc hakukuwa kabisa honoration yoyote ya kijeshi. Hakuna, hapana kabisa, alikuwa enterré kama mtu wa kawaida kutokana na jinsi alikuwa ni msaliti. Ile njo probleme, akiwa ni msaliti jeshi kabisa haliko tena pamoja naye. Ndiyo maana mliona wakati wa enterrement yake alikuwa kama mkaaji kama wengine. Tuendelee na habari zetu. Nadhani ya kwamba pale kabisa tuko na indana 5 kwa 5. Habari zetu tuwapeleke Sud Kivu. Sud Kivu wa député donc assemblée provinciale ya Sud Kivu, wa député wote kabisa wa Sud Kivu wako invité mu réunion ambayo itafanyika le 28 mardi le 28 za mwezi huu kabisa, saa 4 asubuhi ku siège provisoire ya assemblée ambayo inapatikana pale Uvira Kavimville. Ile reunion ambayo iliandaliwa kabisa na honorable Mujekuru Kayani Etienne iko ndani probleme plutôt wataongelea ile kutokuwa na imani ya wadepute wote wa Sud Kivu zidi ya gouverneur wa Sud Kivu Jacques Purusi. Unajua ya kwamba wadepute 17 kutoka Sud Kivu walipeleka barua mbele ya mu bureau ya assemblée provinciale ya Sud Kivu, wakawa wako na mshtumu Jacques Purusi governor wa Sud Kivu kuwa naye kabisa ni mzaifu, hana uwezo wa kuongoza gouvernement hiyo, kwa sababu walisemaka kwamba yeye kabisa alibaka franka za mingi za kufanya vitu tofauti kwa maendeleo ya Sud Kivu kazikula. Walimstaki walikuwa na wako na mstaki mambo mengi. Nadhani kwamba hizo habari tuliziwaambia. Sasa na 28 kuko reunion ambayo itafanyika katika mji wa Uvira kwa ajili ya hayo, na reunion ile taarifa tunazo kutoka kwa ndani itakuwa deja ni kuanza kuandaa kama wanaweza wakaanza fanya uchaguzi na kupeleka musena waanze kutafuta kama anaweza akafutwa kazi Jacques Purusi governor wa leo wa Sud Kivu. Nasikia kwamba governor kabisa naye na vitu vyake haviko bien kabisa kutokana na wale wa depute ambao walikalaka wakaanza kumshtaki kwa mambo mengi, akiwemo kuiba pesa kabisa zinazokusudiwa kufanya ujenzi wa mambo tofauti Sud Kivu, kupiema minere, hivyo vyote walivisemaka. Na Jacques Purusi leo hii kabisa akawa naye iko watu ambao kesho yake tutasikia kwamba nao wamefukuzwa kazi ama wamefutwa kazi. Tunaendelea na taarifa zetu. Wakati opposition inaendelea kupingana na gouvernement ya Kongo, niliyowaambia ya Jean-Marc Kabonde akisema no, wao kabisa watapingana na changement ya constitution na mambo mengine, sema kwamba 2028 njo gouvernement ya Felix Tshisekedi itaisha. IDPS parti politique ya Felix Tshisekedi yenye iko kwenye uongozi inaendelea nayo kuafirme ya kwamba kutakuwa hata na uchaguzi mu 2026, hakutakuwa election. Akasema kwamba hakutakuwa pia na ile maongezi ya wakongomani, maongezi yanayoombwa kila siku na opposition, akisema no, kutokana na vita vinavyoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo, ifo kuna kuwa maongezi kati ya wakongomani, kati yao watafute solution kupitia maongezi. Anaitwa Auguste Kapila, porte-parole wa IDPS Nord Kivu, alisema ya kwamba hakutakuwa election, hakutakuwa maongezi kwa sababu
mission haijakuwa termine. Wakati wote mission haijakuwa termine, hayo yote hayatafanyika. Mbele kabisa ya mwanahabari wa RTNC ku media ya RTNC alisema ya kwamba leo mission ya gouvernement ya Congo ya kwanza mbele ya zingine ni kujua ya kwamba Moeste kabisa maeneo yote yanayokaliwa na wasi wa M23 wanayarekipere, kujua kwamba kuna kwa restauration de l'etat maeneo yote ambayo yako mikono ya wasi wa M23 na vita vinaisha. Wakati hayo yote hayajafikiwa, hakuna mambo mengine ambayo yanaweza yakafanyika mu gouvernement wakati hivyo vyote havijafanyika. Alisema kwamba hakuna uchaguzi utakao kuwa, hakuna maongezi wakati wowote mission haijamalizika. Mission hakuna ingine, niliwaambia ni kwamba paka kwa restauration de l'etat maeneo yote yanayokaliwa na wasi wa M23 mashariki mwa Kongo yarejeshwe mikono ya FARDC. Bila hayo hayatawezekana. Sasa mnasikia ke gouvernement yo iko kabisa naendelea kukonfirmia kwamba mpango wao uko ule. Opposition kuikala na kupingana na hayo ni kama kabisa kutaka kuona ya kwamba wanaweza wakayasimamisha na niko na wapa kabisa chance kidogo, kwa sababu ile iko jinsi mnaona kana nyie haiwezi vikawezekana kabisa kirahisi, na inabidi zingine nguvu huenda kuingilia kati kwa ma community internationale ndio zenye zinaweza zikasimamisha hayo. Kusema opposition tu wanasema tutapingana hayatafanyika. Jinsi inavyoonaka gouvernement ya Felix Tshisekedi hakuna wa kuwasimamisha, wakishaamua ni waisha amua. Sasa mnasikia ke deja position iko nasema haya, gouvernement inatangaza yao. Njoo ile sasa mgogoro yenyewe naonaka msiku za mbele wakati watakuwa na wako nafanya hivyo. Opposition ndio itapiganaka iseme no isikuwe, gouvernement hiyo itafanya opposition ipingane, vraiment gouvernement haitasimamisha ile mipango na jinsi wanapangaka kila siku ndio vile vitakavyoenda. Hata kama utakuwaka wale wa kuresiste nao finalement wataikala, kwa sababu hawana nguvu za kusimamisha mipango ya gouvernement ya leo. Jinsi mnaonaka na Felix Tshisekedi kabla ya kumaliza hii vita hakuna vitu vingine wenye hawezi akafanya. Donc vitu vyote vinyi unajua na kuhusu changement constitution alisemaka jua alikuwa akisema no, kuna mambo mengi ambayo hawezi akafanya kuhusiana na mambo ya kutatua vita mashariki mwa nchi ya Kongo, ambayo article tofauti za constitution zinachaka atafanya. Anasema no, ifo anabishanje. Tokana na hayo sasa njo ile idea ya kushanje constitution inaingia sasa. Mission yake ni ile ya kumaliza vita wakati haijaisha. Kila kitu atakifanya ili vita aimalize kabisa. Tuendelee na taarifa zetu, tuwapeleke katika mji wa Bukavu. Usiku wa jana kuamkia asubuhi ya leo kulikuwa insecurity ya hali ya juu. Security ilikuwa ya kidogo sana, donc vile ya Bukavu. Masasi mingi ilisikika mkweza mingi za komine ya Kadutu. Masasi mingi ilisikika pale, ilikuwa mwa 23h quelques minutes, 20 minutes. Taarifa tunazo kutoka mule vile ya Bukavu inasemekana kwamba ni watu wenye silaha ambao mpaka kwa sasa hawajajulikana wenyewe walikuwa na wako nafanya piage pale. Wakati wa ile action ya piage yao njo walifanya walikuwa wakipiga masasi ovyo ovyo. Wale watu wenye silaha waliendelea kufanya piage zao, ikafika mpaka walifika eneo ya mwile mezo ya sinema ya ONL. Baada ya machi ya Real Madrid walifika ndani kabisa, wakaanza kunyang'anya watu vitu vyao ambao walikuwa pale. Nasikia ke insecurity ilikuwa ya hali ya juu, walikuwa wakipiga masasi. Bahati hakuna waliojeruhiwa na hakuna walioshambuliwa donc wakati wa ile operation. Hali hiyo ilisababisha hofu kubwa miongoni mwa wakazi wanaoishi mzile eneo, na kulisikika sana masasi mengi wakati wa ile operation.
na wakumbusha kwamba vile ya Bukavu iko mikono ya wasi wa AFC M23. Maswali wanaojiuliza wengi ni haya: sasa ni wanani ambao walifanya hayo wakati waasi wa AFC M23 wako wanasema ya kwamba ni wakina nani? Wako wanasema waliwakamata ndio hawa, na wao ndio wenyewe na control pale. Wanajiuliza sasa silaha zinaweza kuwa zilitoka wapi kwa wakaaji wa mule? Kama AFC M23 inaweza sema ni watu bafosi tuacha tuseme vile, wanaweza kuwa walitosha silaha wapi? Wakaaji wapo wanaendelea kuistaki kabisa AFC M23 kwa nyuma ya vitendo kama na hivyo. Wanasema wanajeshi wa AFC M23 ndio wenyewe wanafanyaka hizo mapiaje usiku. Nadhani kwamba pale tuko naendana kabisa 5 kwa 5 habari zetu mko nazisikia. Tuendelee na habari zetu, tuambie kuhusu journaliste Pero Luara ambaye alikuwa agrese kule Belgique kwa mara ya pili. Pero Luara alikuwa agrese tena na watu ambao walimpiga sana, walimpiga na huyu Pero Luara alipigwa wakati alikuwa ametoka kwenye anasomeaka kule Moluve la Neve ndio kwenye anasomeaka. Wakati alikuwa amemaliza kabisa masomo na iko narudia kwenye aliacha voiture yake ku parkingi, alikutana sasa na watu watatu ambao walikuwa na vifaa vya electricity vya kupigisha mtu circuit, ndio wakampiga sasa. Pero Luara mnamjua, ni journaliste naye wa Kongo ambaye anaishi Belgique. Wakati walimpiga, bahati yake aliokoka, watu walifika pale akaweza kuokoka. Sasa Pero Luara ana mshtumu huyu ministre des sports Didier Budimbo kuwa yeye ndio mwenye alipanga ile mission. Anasema kwamba huyu Didier Budimbo, ministre wa sport wa Kongo wa leo, yeye ndio mwenye aliwatuma hao watu kumpiga. Akasema kwamba hizo eneo zile quartier za Louvain Neve pale ni kwenye Didier Budimbo alikuwa akifanyia kazi zake za ujambazi. Alisema kwamba alikuwa akifanyia kazi zake za ujambazi kule na anajulikana sana na magenge yake. Akasema genge zilizompiga ni za Didier Budimbo. Akasema kwamba Didier Budimbo alikuwa akitaka kumelimine bila mafanikio, na akasema kwamba waongozi wa Kongo wanapenda wamuue. Akasema kwamba ni kwa mara ya pili ambapo gouvernement ya Kongo inapenda imuue bila mafanikio, na kwa mara ya kwanza mnakumbuka kwamba alishutumaka gouvernement, alisemaka kwamba gouvernement ya Kongo ndio yenye ilikuwa imepanga kumuua bila mafanikio. Leo kwa mara ya pili anasema kwamba ni Didier Budimbo naye mwenye kwa gouvernement toujours ya Kongo. Hiyo ni ministre des sports, nadhani kwamba mnamjua, na uchunguzi unaendelea ili hao watu wakamatwe huko Ubelgiji kwenye alikuwa atake. Mpaka kwa sasa hawajakamatwa. Pero Luara yeye anashtaki gouvernement ya Kongo kuwa nyuma ya hao watu ambao walitaka kumuua. Ndugu zangu, tukiwapeleka kwenye uwanja wa vita katika maeneo tofauti kule Masisi, mkona zote za Walikale, Uvira kule Sud Kivu, donc maeneo yote kwenye ligne de front mo Nord Kivu na Sud Kivu, pale mo zone d'opération za FARDC na wazalendo contre AFC M23, hakuna mapigano, hali ni ya kiutulivu. Hizo ndizo habari tunazo kutoka kwa ligne de front, donc hakuna changement kabisa depuis jana, hakuna mapigano. Unasikia hakuna vitu vya danger kutoka kwa ligne de front, hakuna mapigano. Na hizo ndizo habari ambazo tulikuwa tumewaletea asubuhi ya leo. Tunawashukuru sana. Tunawaomba kuendelea kuzisambaza taarifa hizi kwa walio wengi, vile vile ku-comment na kusubscribe kwenye channel yetu ili kukuwa nazipata habari zetu kwa wakati. Tunawatakia asubuhi njema na mchana mwema vile vile. Mungu awalinde. Tupatane ndani ya habari zingine zifuatazo za mchana wa leo. Merci beaucoup.